moja. Juzi mara ya mwisho wakati kesi zinaendeshwa, kesi ya kwanza ile ya uhaini ilienda kwa mtandao lakini ilirushwa YouTube. Tunafahamu uelewa wa Tanzania wengi sio mkubwa sana kwenye masuala ya kimtandao. Mimi binafsi nimeteseka sana mara kadhaa kuingia kwenye hizo kesi za kimtandao. Lakini kwa njia ya YouTube inakuwa ni njia rahisi, nayo pia ni mtandao. Jitihada zenu ni zipi, aidha kwenye kuishinikiza mahakama au kuwaomba na kesi hii itakapokuja, kwa sababu mmeshatoa wito, huenda watu watakuwa ni wengi sana na kuna wengine wanatoka remote area na wengine uelewao ni kwenye masuala ya kimtandao, wakaweza kuipeleka hiyo katika mtandao wa YouTube na vyombo vya habari pia kuweza kusambaza kwa rais. Wito wenu utakuwa ni upi kwa mahakama, au mnafanya jitihada gani kesi hiyo pia katika mtandao wa YouTube? Asante. Mimi naitwa David Msumba, niko DMnews Online. Mimi swali langu kwa wakili Kambole ambaye ndo kwa namna moja ama nyingine msisitizo au wito huo kuwataka wa Tanzania kujitokeza, zikiwepo taasisi mbalimbali na mabalozi hapo kwenye wito wako. Mashaka yangu ni kwamba hamuoni kwamba pamoja kwamba mteja wenu amehitaji watu kujitokeza kwa wingi siku hiyo ya kesi, lakini utafiti wenu umeufanyaje, na hamuoni kwamba kama watu wakiwa wengi zaidi inaweza ikasababisha kesi hiyo kuahirishwa tena kutokana na hali itakayojitokeza hapo? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa muktadha wa kesi yenyewe, ninyi kama mawakili mnaitazama kwa jicho gani? Asante. Asante sana. Swali lingine? Naitwa jinsi hata tunawalindaje wanawake je akipigwa vilungu? Naomba nilijazie swali la dada. Pamoja na hayo waliouliza, naomba nilijazie, labda litakuwa rahisi kwa upande wenu pia kujibu. Mmeshafanya consultation na vyombo vya dola na mahakama namna ya kuwapokea watu siku hiyo, kwa sababu mnategemea ugeni mkubwa wa watu? Sawa. Sawa madam. Swali langu ni kwamba umesoma hapo Jebla pamoja na Dickson kuhusu ruling ya mahakama ikitengua uamuzi wake wa kufanya uamuzi kwa njia mtandao na kwenda kwenye mahakama ya wazi. Lakini swali ni kwamba Mheshimiwa Lissu ana kesi mbili. Ana kesi ya uchochezi na ana kesi ya uhaini. Sasa ruling ambayo uko mnaelezea hapo ni ile of course utenguzi unahusu kesi ya uchochezi. Ndio. Je, kesi ya uhaini kwa sababu ruling haiathiri ile ruling ya kwenda kwenye mahakama ya wazi haihusiani na kesi ya uhaini. Je, mna mpango gani sasa kama wakili tena kuhakikisha kwamba kilichoamuliwa na kama kwenye kesi ya uchochezi kinaenda kufaidisha pia kwenye kesi ya uhaini ambayo pia itakuwa 19 pale itakapoanza kusikia, sababu isije kaonekana kwamba maamuzi ya Kisutu ni maamuzi ya kesi tofauti. Kwa hiyo uende hata maamuzi yakafanyika kwamba sisi kama mahakama kuu sisi tunaamua vile tu kwenda kwa njia ya mtandao. Hiyo mnaisemeaje kwamba hiyo ruling iende ka reflect kafaidishe na ile kesi ya pili ya uhaini? Asanteni. Sasa naweza mtajibu. Asante sana.
Kwanza tunawashukuru sana waandishi kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa ushirikiano tangu shauri hili linapoanza, kuanzia kukamata kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na hatua zingine mbalimbali ambazo tunazipitia. Na hata ile taarifa ambayo mlitusaidia kwa mara ya kwanza kuifikisha kwa jamii, sisi tunaamini ilisaidia na ilifika kwa jamii kwa sababu ilikuwa ina positive reaction. Kuhusiana na maswali ambayo mmeulizwa, swali la kwanza ameuliza Fadhili kutoka Jambo TV kuhusiana na YouTube. Sisi bado tuko kwenye michakato ya kuzungumza na mahakama na tunatarajia kupeleka barua kwa namna gani shauri hili litaendeshwa, kwa sababu hata mahakama inasema itatangaza kwa njia ya linki, lakini bado YouTube channel ya mahakama haionyeshi hilo likiendelea. Kwa hiyo ni wito sasa kwa watu wa IT wa mahakama ambao watu wamesubscribe kwenye YouTube channel ya mahakama kuweza kufika pale na kurekodi shauri hili na kulirusha moja kwa moja kwenye YouTube channel ya Judiciary. Kwa hiyo afisa habari wa mahakama na YouTube channel ya mahakama iwe active ili wananchi ambao watashindwa kuhudhuria kwa njia ya linki waweze kusikiliza kwa njia ya YouTube channel, ambao itaepusha na kelele hizo ambazo huwa zinaingia kwa watu wanaojiunga. Kwa hiyo hilo ni changamoto kwa mahakama. Kwa hiyo sisi tuko kwenye utaratibu wa kisha kwamba tunaandika barua mahakamani na kuiomba mahakama ifanye jambo hilo kwanza kwenye mchakato wa YouTube ili iweze kufikia wananchi wengi. Lakini hilo linaenda sambamba pamoja na lile ambalo David kauliza kuhusiana na namna gani swali hilo lina kwa namna nyingine linahusiana na swali ambalo umeuliza Anthony Benedict kuhusiana na idadi ya watu ambao watakuja. Siku ya kwanza wakati watu wanakuja na wanapigwa, na sisi tuliwaona watu walikuwa ni wengi sana. Walikuwa wanajaribu kuja mahakamani, wengine walishindwa wakasimama ngambo ya pili ya barabara. Kwa hiyo sisi kama nilivyosema hapo awali, tunatarajia kuandika barua mahakama tukiiomba mahakama ifanye mambo mawili. Moja, kama itaweza kuilamisha shauri hili kwenda kulisikiza mahakama kwenye facilities za mahakama zilizopo law school kule, ambao kule kuna parking ya kutosha, kuna nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo hilo tutaliomba mahakama. Kama itashindikana, then mahakama itaweka facility. Kwenye barua yetu tutaliomba mahakama kisha inaweka facility ikiwa pamoja na speaker, TV, kwa watu ambao watakuwa nje watashindwa kuingia ndani waweze kuona kupitia hizo channel mbalimbali, hizo devices mbalimbali ili waweze kupata hizo taarifa. Kwa namna ambavyo sisi tunafahamu ili shauri watu wengi watakuja kwa sababu tunaamini mahakama ni sehemu salama. Kwa hiyo mahakama tunaamini itafanya facility ya kuweza kuaccommodate hao watu. Kwa hiyo kama nilivyosema, mahakama ni ya wazi. Maana ya mahakama ya wazi kwa mujibu wa sheria ni mahakama ambayo kila mtu anaweza kufika, kusikiliza, kuangalia shauri namna linavyoenda bila vikwazo vyovyote. Kwa hiyo hatutarajii kuwa na vikwazo. Tunatarajia wananchi wafike. Na mahakama ya wazi ambao tunaizungumzia hapa ni ile watu ambao watakuja watasikiliza. Kwa hiyo sio lazima watu wote watajaa kwenye jengo, yani mle ndani ya chumba cha mahakama. Kusipotosha wengine watakaa nje. Kusipotosha wengine watakaa parking. Lakini watakaa wasikilize nini kinaendelea mahakama. Ndo essence ya mahakama ya wazi. Ukienda mahakama zingine, nchi zingine, kuna facility kubwa zaidi za mahakama. Ukumbi mkubwa zaidi wa kuaccommodate watu wengi. Ili mwisho wa siku waandishi wapate taarifa sahihi, watu watakao hudhuria mahakamani watoke na taarifa sahihi. Huyu mwingine asije akaanza kusema hivi, mwingine anasema hivi, kwa sababu mahakama, haki inapaswa kuonekana inatendeka. Watu wasisimuliwe haki, waione haki, wasikilize mashahidi, wao watatoa na mawazo yao. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wakaja wakasikiliza. Kwa hiyo utetezi kwamba watu ni wengi, watu wanafanya maandamano, watu sio wanafanya, hiyo sio kweli. Kwa hiyo sisi tunatarajia watu watakuja, na tunasisitiza kwamba mwananchi anayekuja zingatia muda. Ukifika usikae nje, ingia ndani. Njoo kwa wakati, kuepuka siji kuja kwa makundi sio nini, kuja na vigoma. Mahakamani wewe njoo moja kwa moja, ingia mahakamani, sikiliza shauri, utajua mwenendo unavyoenda, utaondoka. Lakini pia kwa wanafunzi wengine, wanafunzi waje wajifunze namna ambavyo wanaendesha kesi. Wale ambao wanatarajia kuwa mawakili, wale watu ambao wako law school, wale ambao wako sijui vioni huko wanasoma sijui Tumaini sijui UD, ambao wana fursa ya kuja mahakamani, waje wasikilize namna gani watu wanachuana kwa hoja mahakamani, namna gani mahakama inaendesha shauri. Kwa waje wasikilize.
Na ndio maana tumesema kwamba kwa wito wetu ambao tumeutoa, kwa namna ambavyo tumeitoa, tunaamini mahakama itafanya facility kuhakikisha kwamba watu wote wanafika, watu wote wanahudhuria ili shauri. Na kuhusiana na swali ambalo linahusiana na kesi ya uhaini ambayo inaendelea, mtakumbuka kwamba mara ya mwisho mahakama imetoa amri kwamba upelelezi ukamilike. Kwa hiyo tunaamini tutakuwa tunajibu kwa namna gani upelelezi umekamilika. Lakini pia tunaamini kwamba kwa kuwa Mheshimiwa Lissu atakuwa mahakamani Kisutu, kwa kuwa waendesha mashtaka watakuwa mahakamani Kisutu, kwa kuwa hakimu atakuwa mahakamani Kisutu, kwa kuwa mawakili wa utetezi watakuwa mahakamani Kisutu, itakuwa ni jambo la maajabu kusema mko wote Kisutu afu msikize kwa njia ya mtandao. Itakuwa kama kile kibwagizo kinachosema hii ni maajabu. Itakuwa ni maajabu kweli kusikiliza wote mko Kisutu afu msikize kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tutegemee kwamba shauri la uhaini, kwa sababu Mheshimiwa Lissu atakuwa Kisutu, watu wote watakuwa Kisutu, tunaamini tutasikiza kwa njia ya kawaida. Kwa sababu ni kusikiliza tu wanaleta taarifa gani. Lakini tunaamini pia shtaka la uchochezi watu waje wasikilize. Ni mashahidi wangapi wanakuja, ni fact, ni maelezo gani kuhusiana na uchochezi, ni ushahidi gani unaitwa kuhusiana na uchochezi, ni mashahidi gani wanakuja kuhusiana na uchochezi, watu waje wasikilize ili mwisho wa siku waone haki itendeka. Kwa wale ambao wanataka kujifunza wajifunze, kwa wale wanataka kumuona kiongozi wao wamuone, waje kwa amani. Kwa hiyo sisi tunasisitiza kwamba siku itakuwa ni amani tu. Hakuna mtu atakayokuwa na silaha, hakuna mtu atakao kupigana na mtu. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba itakuwa ni amani, kusikiliza kesi kwa amani, kuondoka kwa amani. Kwa hiyo ndio jambo ambalo tunalisisitiza. Asanteni sana. Labda kama kuna mwingine ana cha kuongeza kutokana na maswali. Basi tuwashukuru sana waandishi kwa kutoa ushirikiano wenu na kuendelea kushirikiana na sisi, lakini pia msisite siku nyingine tukiwaomba, na tunaomba hizi taarifa muwafikishie Watanzania maeneo yote waliopo ndani na nje ya nchi. Asanteni sana.